Karibu tena msikilizaji wangu mpendwa kwenye muendelezo wa simulizi inayoitwa Mke wa Mtu ni Sumu iliyoandikwa na DJ Manumbu. Hii ni sehemu ya 8. Na mimi ni binti Zuri. Tulipoishia, Juma Mwangala tayari ameona ushahidi wa usaliti kwa macho yake mwenyewe, lakini akaamua kunyamaza. Sasa ameanza mchezo wa akili akisubiri muda sahihi wa kufichua ukweli. Kwa upande mwingine, Amina na Kelvin wanaendelea na penzi lao bila kujua kuwa wapo kwenye mtego. Siku zilizofuata Juma alikuwa mtulivu kupita kawaida. Aliongea vizuri. Alicheka na hata alimjali Amina zaidi kuliko kawaida. Hali hii ilimchanganya Amina. Mume wangu ana nini siku hizi? Amina alijiuliza. Hakujua utulivu ule ulikuwa ni dhoruba inayokuja. Juma alianza kupanga kila kitu kwa makini. Aliweka ratiba, alifuatilia mienendo yao na akasubiri siku sahihi. Alitaka kuwanasa bila nafasi ya kukataa, bila ujanja, bila kisingizio. Siku moja Juma aliondoka nyumbani asubuhi kama kawaida. Lakini safari hii alirudi mapema zaidi, kimya kimya. Alijua kabisa leo atapata kile anachotafuta. Ndani ya nyumba Amina na Kelvin walikuwa peke yao. Walikuwa sebuleni wakicheka, wakikumbushana mambo ya zamani, na bila hata kujua walikuwa wameacha tahadhari. Ghafla mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Juma Mwangala alisimama pale. Kimya kikatawala. Macho yao yakagongana. Hakuna aliyesema neno kwa sekunde kadhaa. Amina, Juma aliita kwa sauti nzito. Huyu bado ni binamu yako? Amina alitetemeka. Hakupata jibu. Kelvin naye alibaki kimya, kwa sababu sasa hakukuwa na pa kujificha tena. Juma alisogea mbele, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira. Nimewaona kwa macho yangu, alifoka. Amina alianza kulia, akasema, samahani Juma, sikumaanisha, lakini ilikuwa imechelewa. Maneno hayakuwa na nguvu tena. Juma aligeuka, akatikisa kichwa kwa uchungu. Nilikuamini Amina, nilikupa kila kitu. Sauti yake ilionyesha maumivu ya ndani. Lakini umeamua kunisaliti ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Kelvin alijaribu kuongea, lakini Juma alimzuia. Juma alimwambia Kelvin, wewe toka hapa sasa hivi. Msikilizaji wangu, siri imefichuka na ndoa imeanza kuvunjika. Je, Amina atasamehewa? Au huu ndio mwisho wa kila kitu? Katika sehemu ya 9, maamuzi mazito yatafanyika na matokeo yake yatabadilisha maisha yao milele. Usikose sehemu ya 9. Subscribe, like na share hii chaneli ya DJ Manumbu ili uwe sehemu ya simulizi hii kali. Mimi ni binti Zuri. Tukutane sehemu ya 9.